Hey traders, karibu tena, ambapo ni mwendelezo wa vipindi vyetu vya mara kwa mara, ambapo huwa tukiwa na time ile ambayo inaruhusu kufanya vipindi vya free, huwa tunafanya hivyo vipindi. Na hii ni katika vipindi vya Kiswahili, lakini pia viko vipindi vya Kiingereza. Kwa hiyo kama wapo wanaofuatilia vipindi vyote, basi wanaweza kuwa na faida ya mara mbili, kwa sababu kila kipindi kinaweza kikawa na kitu ambacho ni cha kitofauti, ambacho kitakuwa kinaendana na kipindi kingine. Kwa hiyo karibu, kama ilivyo kawaida, tunapenda mtu atembelee link ambazo ziko hapa kwenye homepage. Tunaendelea na vipindi vyetu, ambapo kwa siku ya leo tunaenda kutazama kuhusiana na candlestick patterns zenye nguvu zaidi. Kwa hiyo kuna maneno ambayo hatuwezi kuyabadili sana, yanabaki kuwa ya Kiingereza, lakini nafikiri mtu anaweza kuelewa kwamba ni kitu gani hapa tunaongelea. Kwa candlestick patterns zenye nguvu zaidi. Kwa hiyo na wakati tunasoma kuhusiana na candles, muundo wa candle, tukasoma saikolojia ya candle, lakini tulikuwa tunagusia candlestick patterns pia kwenye session nyingine tulizigusia candlestick patterns. Kwa sasa hii video inaenda kuangalia tunasema kama specifically, yani moja kwa moja kuhusiana na zile candlestick patterns ambazo mara nyingi tukisema zenye nguvu zaidi, kwa namna nyingine pia tunaweza tukaeleza kwamba ni zile patterns ambazo mara nyingi zinatokea kwenye soko, au zikitokea huwa ni zinakupa angalau uhakika zaidi wa soko kuweza kufanya hicho kitu ambacho tunategemea. Hizo patterns zinakuwa zinakupa taarifa hiyo. Kwa hiyo nao tunaweza kuona kwamba ziko patterns za namna tatu. Tunazo patterns za namna tatu, ambapo hizo patterns za namna tatu ni kulingana na idadi ya kendo ambazo utakuwa unazifafanua kwa wakati fulani. Kwa kuna wakati chart yako iko na kendo nyingi sana pale, lakini wewe unaweza ukawa umefocus katika kuifafanua kendo moja, na kuna wakati unaweza kufocus katika kufafanua kendo mbili au kendo tatu na kuendelea, ndo mpaka watu tunafika kwenye chart patterns ambapo unafafanua kendo nyingi zaidi, tunaenda kwenye chart patterns. Lakini hapa tuko kwenye candlestick pattern ambapo tutafafanua kendo moja, mbili au kendo tatu, ambapo ukiwa unafafanua kendo moja, hiyo tunaita kama mono candlestick pattern, na ukiwa unafafanua kendo mbili kwa wakati mmoja tunaita kama die candlestick pattern, na pia unaweza unafafanua kendo tatu kwa wakati mmoja, hiyo tunaita kama tri candlestick pattern. Kwa hiyo nao hizi zote tatu tunaziita kama candlestick patterns ambazo zimezoeleka zaidi, mono, die na tri, ambapo ndani ya mono tutakuja kuona ziko patterns, ndani ya die ziko patterns, na ndani ya tri ziko patterns pia. Kwa hiyo ndio discussion yetu kwa leo, na itakuwa inaenda in detail zaidi ili kuweza kukupeleka katika vile vitu ambavyo katika videos nyingine pengine hujawahi viona au kuvisikia, lakini kwa hapo utaweza kuvipata. Now kabla tujaenda mbali sana, kumbuka tunayo trading curriculum, au iko pamoja na trading fees. Hii inatumika na Asam Forex na ni official kutoka Asam Forex, na huwa inakuwa updated mara kwa mara kulingana na uhitaji, ambapo hili ni toleo la kwanza la mwaka 2021, linaonyesha gharama zetu zikiwa pale. Lakini kumbuka hizi gharama wengi sana wanashindwa kuzilipia. Hizi gharama wengi wameshindwa sana kuzilipia, lakini wanapenda sana kujifunza kutoka Asam Forex, lakini hawawezi kufikia hizo gharama. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba ili tuweze kuwafikia watu wenye uhitaji, ili tuweze kuwafikia wale watu wote waliokuwa na uhitaji na tuwafikie kwa wingi kwa wakati mmoja, basi tumeweza kuandaa seminars ambazo zitafanyika kuanzia mwanzoni mwa mwaka 2022, na ambapo zitafanyika katika mikoa mbalimbali. Kwa hiyo kama utakuwa ni mdau kutoka mkoa wowote ambao semina itafanyika, na ulikuwa unapenda sana ujifunze moja kwa moja kutoka Asam Forex, basi unaweza ukafuatilia sessions tunazoziweka hapa, na utaweza kujua ni tarehe ipi tutafanya semina mkoa upi. Lakini kumbuka semina hizo zitakuwa na kampuni mbili ambazo zitakuwa zitasimamia, ambapo tutakuwa tuna Asam Forex, lakini pia tutakuwa na Captain Markets kutoka Arusha, ambapo hayo makampuni yote mawili yatasimamia katika kutoa semina kwenye forex pamoja na cryptocurrency. Kwa hiyo tunataka watu waweze kutrade forex, lakini pia watu waweze kuwekeza kwenye hizo tunaita cryptocurrency, vitu kama Bitcoin, Ethereum, kuna vitu kama
Dogecoin, ya viko vingi sana huko, pia tutaweza kuviona wakati huo ukifika. Kwa hiyo ni just kwa ajili ya taarifa tu, hiyo ni taarifa. Ngoja tuende moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha leo, tuone kuhusiana na hizo candlestick patterns ambazo zinakuwa na nguvu zaidi, ambazo zikitokea sokoni zinaweza kukupa mwelekeo mzuri zaidi. Kwa hiyo moja kwa moja tunaanza na mono candlestick patterns. Tuanze na mono, tuone pale ambapo tunakuwa tunatazama kendo moja, tunatafuta taarifa zilizobebwa na kendo moja, alafu tukaachana na kendo nyingine. Je, ni kendo zipi ambazo ni aina zipi za kendo inayokuwepo moja ambazo tunaweza tukaziona katika chart. Kwa twende moja kwa moja na utazame video hii mpaka mwisho. Now, sehemu ya kwanza tutakuwa na hizi tunaziita kama pin bars. Tunazo hizi tunaita kama pin bars. Pin bars ni aina ya mono candlestick patterns. Hiyo ni aina ya mono, manake ziko aina nyingi kwenye mono, ambapo hizo pin bars ziko za namna mbili, ambapo inaweza kuwa ni bullish pin bar, lakini wakati mwingine inaweza kuwa ni bearish pin bar. Hizo ni aina za pin bars, ambapo tunapoita hii tunayoita bullish pin bar kwa lugha rahisi wengine huwa wanaita kama hammer, na hii tunayoita bearish pin bar kwa lugha rahisi wengine huwa wanaita kama shooting star. Kwa najaribu kuzungumza lakini kisehemu cha kuandika na banabana, na imani tunakwenda sawa, ambapo nao tumesema kuna bullish ambao ni hammer na tuna bearish ambao ni shooting star. Kikubwa tunaweza kuitazama kujua kwamba bullish pin bar inaenda vipi na bearish pin bar inaenda vipi. Hii ambayo tunaitazama hapa, hii ni bullish pin bar ambao kwa jina jingine tunaita kama hammer, ambapo na muundo wa hammer huwa inakuwa ina bode ambayo ni ndogo na iko juu ya tail ambayo ni ndefu. Kwa kama huelewi haya maneno ninayotumia, basi nenda katazame video inayoeleza juu ya muundo wa kendo na saikolojia yake. Hapo moja kwa moja utaweza kuelewa ninavyosema bode ya kendo au mwili wa kendo, na ninavyosema tail au mkia wa kendo ni kitu gani, ambapo na huo mkia wa kendo ambao ni mrefu unakuwa uko upande wa chini wa hiyo kendo, na ujumbe utakaokuwa umebebwa hapa ni kwamba hii kendo ilifunguka maeneo fulani hapa ndipo ilipofungukia, kwa sababu bullish kendo inafungukia chini katika lower price na inafunga juu katika higher price. Kwa hiyo kama ilifungukia hapa, tunategemea maybe buyers walikuja waliisukuma kwenda juu mpaka kiasi fulani, wakaja sellers wakaisukuma pia, lakini sellers waliweza kusukuma zaidi wakaishusha mpaka hatua fulani kule chini. Walipofika kule chini, wale sellers wakaishiwa nguvu, buyers wakaja tena wakaendelea kuisukuma kwenda juu, na waliweza kusukuma zaidi ya opening price, zaidi ya ile thamani ambapo kendo ilifungukia, mpaka hiyo kendo ikaenda kufunga juu zaidi. Kwa kendo ilifunga juu zaidi ya pale ilipofungukia. Kwa hiyo kama kendo imefunga juu ya pale ambapo ilikuwa imefungukia, wakati huo inafunga, taarifa ambayo tutakuwa tunaipata ni kwamba buyers ndo walikuwa na nguvu. Tunasema buyers ndo ambao walikuwa take control ya uelekeo wa thamani katika soko. Kwa hiyo kama buyers take control, kwa tunachotegemea kitakachofuata ni kuendelea kubai. Kwa hiyo na hii kendo itakuwa inatupa taarifa kuhusiana na mwelekeo wa kubai. Lakini kinachotokea ni kwamba lazima tutambue ni kendo ile lazima tuhusianishe na kendo itakayotokea hapa mbele, ambapo inaweza kuwa ni kendo ambayo vile vile inaendelea kuonyesha kubai, au inaweza kuwa ni kendo ambayo inaonyesha kusell ambayo ni bearish, lakini itakuwa ni kendo ambayo itatuashiria tuingie kwenye kubai kama itafunga chini, lakini itakuwa iko eneo la nusu, yani imetembea mpaka nusu ya hii tail, alafu baadaye inaweza karudi ikaendelea kuwa bullish au ikafunga ikiwa bearish, lakini haijaifunika hii tail. Kama itatokea imeifunika hii tail yote, hapo hii tutaweza kuiita kama hammer. Yani inakuwa ni hammer, lakini sio ile ambayo itatupa taarifa ambayo sisi tunaitegemea ituruhusu sisi kuingia katika soko. Kwa ndivyo ambavyo tutakapokuwa tunaweza kutrade tunapokuwa tumeiona bullish pin bar. Na hii inatakiwa itokee wapi? Ile ambayo iko ina usahihi inatakiwa itokee wapi? Ni pale ambapo thamani ilikuwa katika uptrend,
ikafika wakati ikafanya correction. Wakati imefanya correction ikiwa katika hili eneo kunatengenezwa hiyo pin bar, kwa tutaingia kwenye kubai ikiwa kama ni mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea huku nyuma, kwa tutakuwa tunaendelea kubai, tunaendelea na ile trend katika kubai. Hiyo ni bullish pin bar, na hivyo ndivyo ambavyo utakavyokuwa na uwezo wa kuitrade, na hayo ndo maeneo ambayo huwa inatokea, na pia saikolojia yake ya kutengenezwa ndio hiyo. Tunaendelea na aina nyingine. Hii ni bearish pin bar. Hii ni bearish pin bar, ambapo bearish pin bar kwa jina jingine inaitwa kama shooting star, ambapo kutengenezwa kwake ni kinyume cha vile ambavyo bullish pin bar ilikuwa inatengenezwa, ambapo kwenye bearish pin bar huwa inafungukia juu, manake thamani inafunguka juu alafu inafunga chini, ambapo wakati imefunguka pengine ilikuwa imeshuka kiasi fulani, lakini buyers wakaipandisha mpaka eneo hilo. Wakati buyers wamefika pale hawakuweza kuendelea hawakuweza kuendelea kutake control. Buyers hawakuweza kuendelea kutake control, kwa sellers wakaja wakaishusha price na wakaishusha zaidi mpaka ya pale ambapo ilifungukia, na wakaweza kuiacha ikafunga ikiwa chini kabisa ya pale ambapo price imefungukia, ambapo kwa wakati huu ilipokuwa inafunga hii kendo, tunasema sellers walikuwa wametake control, wamedominate uelekeo wa soko. Kwa hiyo moja kwa moja tunategemea hili soko liko katika downtrend, manake linakuwa liko katika kusell. Kwa hiyo kama liko katika kusell, tunachotegemea ili tuweze kuchukua trade, lazima tuone kendo inayofuata, ambapo inaweza kafunga katika eneo ambalo inaweza kuwa ni karibia nusu, sio kufunga, inaweza katembea mpaka nusu ya hii kendo ya nyuma, halafu baadaye ikaendelea kupush down na yenyewe ikaendelea, au inaweza katokea hapa ikaendelea tu kupush down. Kwa tunapoona hii kendo inayofuata imefunga, na imefunga katika mfumo ambao haijaifunika hii tail yote. Kama ikiifunika hii tail yote, hatutaweza kuingia kwenye hiyo trade, lakini kama hii tail haijafunikwa, bado imebakia iko huko na kendo inayofuata iko chini, imefunga chini, hapo tunakuwa na uwezo wa kuendelea na tunaweza kuingia kwenye sell trade. Na inatakiwa itokee eneo gani hii? Tunategemea kuwa kuna trend ya kushuka ya muda mrefu, alafu baadaye ilikuwa imefanya correction. Kwa katika eneo hili wakati inakamilisha correction, ndo eneo ambalo kutokea hiyo pin bar. Hapa tutaingia kwenye sell trade ikiwa kama mwendelezo wa hiki kilichokuwa kinatokea huku nyuma. Hapa tutaendelea kusell. Kwa ndivyo ambavyo utakavyoitumia shooting star, na hapa ndipo ambapo itatakiwa itokee, lakini pia hivi ndivyo ambavyo ujumbe unakuwa unabebwa kwenye shooting star. Kwa hiyo ni katika hizo tunaita mono candlestick patterns, lakini ni katika zile ambazo tunaziita kama pin bars, ambapo mono candlestick patterns huwa zinaenda zaidi. Mono candlestick patterns huwa zinaenda zaidi, ambapo tunazo aina nyingine za mono candlestick patterns ukiachana na pin bar, ambapo aina tulizonazo hapo, kuna aina tunaita kama doji. Tuna aina ya candles zinajulikana kama doji, ambapo hizo doji candlestick patterns kiujumla wake tunaziita kama indecisions. Now tunaziita kama indecisions ni kendo ambazo huwa zinaonyesha kuto kuwepo kwa mwelekeo kamili, yani uelekeo kamili unakuwa haupo. Manake tunasema kunakuwa na conflict kati ya buyers na sellers, wanashindana. Buyers wanapandisha thamani, sellers wanairudisha, au sellers wanaishusha thamani, buyers wanairudisha. Kwa hapo kunakuwa kuna conflict, ambapo kikubwa ni kwamba huwa doji huwa inakuwa ni kendo ambayo thamani ambayo price inaenda, ile eneo ambalo thamani inaenda kufunga linakuwa ndio lile eneo ambalo thamani ilifungukia. Kwa mwisho wa siku tunasema ile body of the candle, ule mwili wa ile candle unakuwa ni mdogo sana, au unakuwa kama haupo kabisa. Hapo ndo tunasema hiyo ni doji. Sasa nao doji ziko za namna mbili, ambapo doji inaweza kuwa ni na aina mbili, ambapo aina ya kwanza doji inaweza kuwa ni dragonfly
Dragonfly Doji, lakini doji pia inaweza kuwa katika namna nyingine ambayo tunaita kama ni gravestone. We have this, call it as tunaita kama gravestone doji. Hizo ndo ni aina mbili ya doji ambazo zinazo exist, Dragonfly pamoja na gravestone doji. Twende kwenye hizo aina moja kwa moja, ambapo tunapoongelea the Dragonfly, tunapoongelea a Dragonfly doji, tunaongelea ile aina ya doji ambayo ina mkia mrefu upande wa chini, lakini wakati huo huwa inakuwa na ile thamani iliyofungukia na iliyofungia ziko upande wa juu. Kwa hili eneo ndipo ambapo thamani ilifungukia na thamani ikaja kufunga katika eneo hilo ambapo iko juu ya ule mkia mrefu, ambapo na kutengenezwa kwa hii ni kwamba thamani ilifunguka katika hili eneo. Wakati imefunguka wanaanza sellers. Hii mara nyingi moja kwa moja tutegemee sellers wanakuwa wanaishusha ile thamani, wataishusha mpaka eneo fulani pale. Wakati huo candle haijafunga, buyers wana take control, wanaanza kuipandisha thamani. Wataipandisha thamani, hawaendi wakapita kwenye lile eneo ambalo thamani imefungukia. Kwa hiyo kinachotokea, thamani inapandishwa mpaka eneo ambapo ilipofungukia, na ndipo candle hiyo inafunga. Kwa hiyo kama candle imekuja kufunga pale ilipofungukia, na huku tunao huu mkia mrefu, ujumbe tunaokuwa tunaupata hapa ni kwamba wakati candle hii inafunga, buyers walikuwa wametake control. Buyers ndio walikuwa wenye nguvu wakati hii candle inafunga. Kama buyers walikuwa ndio wenye nguvu, basi tunaangalia candle inayofuata, ambapo inaweza ikawa ni mwendelezo, ikawa ni bullish kwenda huko, maanake ikiwa ina indicate au inaonyesha, inaashiria kabisa thamani kuendelea kupanda, au wakati mwingine inaweza kuwa ni bearish, ikafika kiasi fulani afu ikawa rejected, ikafunga maeneo fulani pale. Lakini cha msingi ni kwamba kunatakiwa candle inayofuata isifunge katika eneo ambalo ni linafunika hii mkia wote. Huu mkia hautakiwi ufunikwe wote, inatakiwa ubakia unaonekana hivi, ambapo hiyo ndio itakuwa ni ishara tosha ya kwamba buyers wako na nguvu na wanaweza kuendelea kutuchukua kwenda juu. Kwa hapa tunaingia kwenye buy trade. Wapi inatakiwa itengenezwe? Ni mazingira yale, lazima tuwe na trend ya kupanda ya muda mrefu, patokee correction katika hili eneo, pawe na hiyo candle. Baada ya kutengenezwa hiyo candle, tutabuy ikiwa kama mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea huku kwenye trendi ya mwanzo. Hiyo ndo tunaita the Dragonfly doji. Lakini pia tunayo aina ya pili ya doji ambayo inaita kama the Gravestone doji. Kutengenezwa kwake ni kinyume cha Dragonfly, ambapo kwenye Gravestone doji tunakuwa na mkia ambao ni mkubwa uko upande wa juu, lakini ile body ambayo iko reduced au inaweza kawa isiwepo kabisa, inakuwa iko upande wa chini. Na kutengenezwa kwake ni kwamba wakati thamani inafunguka, buyers walipush up, buyers walipandisha thamani, walipandisha mpaka sehemu fulani, halafu baada ya pale sellers wakaja wakaanza kuishusha thamani, wakaishusha thamani mpaka kwenye lile eneo ambalo thamani ilifungukia kwa wakati huo, na candle hiyo inaenda kufunga katika eneo lile ambapo ilifungukia. Kwa tukija kutazama hapa, wakati candle hii imefunga, ujumbe unaokuwepo ni kwamba sellers walikuwa wametake control, ndio ambao walikuwa wamedominate, wametawala uelekeo wa soko. Kwa kama sellers walikuwa wametawala uelekeo wa soko, kwa tunatarajia candle inayofuata hapa ndio itaturuhusu. Candle inayofuata itaturuhusu sisi kuchukua maamuzi ya kuingia katika soko, ambapo tunatarajia candle hiyo isifunike hii eneo la tail hili lote,
isije ikawa ni bullish ambayo itafunika hili eneo lote, hiyo itakuwa sio sahihi kuingia kwenye hiyo trade. Lakini inaweza kuwa ni candle ambayo imepanda mpaka angalau nusu, afu ikawa rejected ikashuka, hiyo itaturuhusu kuingia. Au ikawa ni candle ambayo moja kwa moja imefunga kwenda chini, hiyo itaturuhusu pia kuingia katika hiyo trade. Na ni sehemu gani hii itatakiwa itokee kumaanisha kwamba hii ni Gravestone Doji ambayo iko sahihi? Gravestone Doji ambayo iko sahihi ni ile ambayo itatokea kwenye uptrend now, long term uptrend, alafu then I mean short term uptrend kwenye long term downtrend, pakawa na short term uptrend, alafu then akatengenezwa Gravestone katika hili eneo. Huyu ataashiria mwendelezo wa kusell, kwa sababu hapa pana rejection, manake sellers wameingia kwenye market, kwa tunaweza kuendelea nao tukawa tuna sell ikiwa kama mwendelezo wa hii trend. Haya ndo maeneo na ndivyo ambavyo hii Gravestone Doji inakuwa inatengenezwa, na ndivyo ambavyo saikolojia yake inavyokuepo, na jinsi ambavyo pia utakuwa una uwezo wa kutrade. Hii ni katika aina ya pili ya zile tunaita mono candlestick patterns, ambapo na ndo sehemu ya mwisho kwenye upande wa mono candlestick patterns. Kwa tutakuwa tuna aina zingine za candlestick patterns ambazo zinatoka kwenye die candlestick patterns. Hapo tumemaliza na mono, ambapo kuna category mbili, tuna pin bars pamoja na dojis, ambazo hizo zote mbili ndo tunazita ni category ndani ya mono. Kwa tukija kwenye die, tunazo pia categories ndani ya die. Die manake ni mbili, tunajaribu kufafanua kendo mbili zikiwa sehemu moja kwa wakati mmoja, tukiachana na kendo zingine ambazo ziko katika hilo eneo. Sisi tunakuwa tumefocus au tumeconcentrate kwenye kendo mbili kwa wakati mmoja, ndio tunasema the die candlestick pattern. Ambapo kwenye die candlestick patterns tutaangalia aina kama tatu, aina kama tatu, ambapo tutaangalia kuna kundi la kwanza litakuwa la hizi tunazita kama tweezers. Tunalo kundi la kwanza tunazita kama tweezers, au sometimes wengine wanaita kama railway track. Lakini pia tutakuwa na kundi la pili. Kundi la pili tunazita kama we have soldier and crow. We have soldier and crow. We have the one white soldier and one black crow. Hiyo ni aina ya pili. Na aina ya tatu tutakuwa na engulfing candlestick patterns. The engulfing now, hii tunaita kama the engulfing candlestick patterns. Hiyo ni aina ya tatu ya zile candlestick patterns ambazo zinatoka ndani ya kategori ya die, tukiwa na maana ya kwamba zimeundwa na candles mbili, manake zimekaa candle mbili kwa wakati mmoja zikileta maana fulani katika price chart. Kwa now tuanze kuangalia hao tweezers. Ambapo now tweezers wako wa namna mbili, na tunaangalia tweezers wako wa namna mbili, ambapo inaweza kuwa ni tweezers bottom au inaweza kuwa ni tweezers top. Ambapo tweezers bottom tunaita kama now sometimes tunaweza kusema tweezers bottom tunasema ni bearish railway track, na tuna tweezers top, tweezers bottom ni bullish railway track, na kuna tweezers top ambayo tunaita kama ni bearish railway track. Ambapo now hii ambayo tunaiona moja kwa moja hapa ni tweezers top, ambapo inaanza na bullish candle alafu inafuatiwa na bearish candle, lakini kikubwa katika muundo wake zinakuwa ni karibia zinalingana, ukubwa wa zile bodi zake huwa zinalingana au zinaweza kuwa karibia zinalingana. Ambapo ujumbe unaokuwepo hapa au jinsi kilichokuwa kinatokea hapa ni kwamba buyers walikuwa wametake control, wanapanda na price. Now sellers wakaja wakairudisha thamani mpaka almost kwenye ile eneo ambalo buyers walianzia kuipandisha thamani. Kwa hiyo kama hicho kitu kinakuwa kimetokea, ukija kutazama vizuri hapa ndo huwa tunakuja kuona ukizijumlisha hizi mbili ili upate ujumbe unaotokea kwa pamoja,
hapa huwa tunapata kitu kinaitwa synthetic pin bar. Synthetic pin bar manake ni pin bar ambayo imefanya kama kutengenezwa. Kilichopo sio pin bar, lakini ukitazama unapata ujumbe wa pin bar, kwa maana ya kwamba buyers walivyotoka hapa wakapandisha thamani mpaka hapa, hawa sellers waliokuja hapa wamefanya kama rejection, wamereject kile ambacho buyers walikifanya, alafu thamani imekuja kufunga maeneo kama haya. Kwa mwisho wa siku huku juu tutabakiwa kama na pin, ambapo hii huwa inaonekana vizuri. Ni kwamba mfano ukitazama kwenye 1 hour chart unaweza kaona kuna bearish railway track. Kama kwenye 1 hour kuna bearish railway track, mara nyingi tunatarajia ukienda kwenye 2 hours utakuja kuiona pin bar. Huku kwenye 2 hours utaiona pin bar. Ndivyo ambavyo tunatarajia tuweze kuiona hiyo synthetic pin bar. Kwa mtu mwingine atakapokuwa tu kwenye 1 hour atapata confirmation ya kusell kwa kuangalia the bearish railway track, lakini pia wakati huo macho yake atamsaidia kufanya formation ya synthetic pin bar, ambapo atatambua hii pia inabeba ujumbe wa pin bar, kwa atakuwa na confirmations kadhaa za kuweza kuingia na kusell. Ni wakati gani hii itakuruhusu kusell? Lazima tuione sehemu ambapo kulikuwa kuna trend ya kushuka ya muda mrefu, thamani ikawa imecorrect, halafu katika hili eneo patengenezwe hiyo patengenezwe hiyo bearish railway track. Kwa tutakapoingia kwenye trade tutakuwa tuna sell ikiwa kama mwendelezo wa ile trend ambayo ilikuwa inatokea huku mwanzo. Ndivyo ambavyo tutatumia the bearish railway track. Tunaendelea kwenda ambapo tuna aina nyingine pia, tunaita the bullish railway track. Tuna aina nyingine ambayo tunaita the bullish railway track, ambapo kwenye bullish railway track ni kinyume cha bearish, ambapo hapa tunakuja kuona thamani ilifungukia eneo fulani ambalo ni juu, halafu ikaja kufunga hapa chini kwa hii kendo ya kwanza ambayo ni bearish. Baadaye buyers wakatake control, kaipandisha thamani na kwenda kufunga almost kwenye lile eneo ambalo sellers walianzia kusell. Kinachotokea hapa ni kwamba tukija kutazama tunakuja kuona mpaka hizi kendo mbili zilipokuwa zinafunga, buyers manake walitake control. Mpaka hizi kendo mbili zinafunga, buyers walikuwa wametake control, manake walikuwa wamedominate uelekeo wa soko. Kwa hiyo kama buyers walikuwa wamedominate uelekeo wa soko, tunategemea kendo inayofuata inaweza kuendelea kuwa ni bullish au ikawa ni bearish ambayo iko maeneo ya 50%, halafu zinazofuata zikaendelea kubuy. Kwa hapo tutakuwa tuna uwezo wa kuingia kwenye buy trade kama tutakuja kuona kendo inayofuata haijaweza kufunika hizi kendo za nyuma zote, iko ndani ya hizi kendo za nyuma. Hapo tutakuwa na uwezo wa kuingia kwenye buy trade. Ndivyo ambavyo tutatumia hii what we call the bullish railway track. Na itengenezwe eneo gani? Kutakuwa na long term uptrend, kutakuwa kuna long term uptrend, halafu kuna short term correction. Kwa katika hili eneo ndipo ambapo tutategemea tuone the bearish railway track, ambapo tutakuwa tuna buy ikiwa kama mwendelezo wa kile kilichokuwa kinatokea huku nyuma, mwendelezo wa hiyo trend. Hiyo tunaita the bearish railway track, ambapo ikiwa ni kama katika kategori ya zile tunaita the die candlestick pattern, ikiwa ni kama kategori ya kwanza kabisa. Ambapo nao kwenye die candlestick patterns tuna kategori nyingine. Kwenye die candlestick pattern tuna kategori nyingine, ambapo hiyo tunaita kama soldiers and crow. Kategori nyingine kwenye die tuna kitu tunaita kama soldiers and crow, ambapo kwenye soldiers and crow tutakuwa tuna one white soldier, alafu then tutakuwa tuna one black crow, one white soldier and one black crow. Ambapo now tunaposema the one white soldier, kuna kendo mbili and now ile moja ambao ni bullish inakuwa ina come after, na kwenye black crow tuna kendo mbili, lakini ile bearish ndio ina come after, inakuwa ndio kendo ya pili.
bearish inakuwa ya pili kwenye Black Crow. Kuna tutazame hizo moja kwa moja, ambapo hii ya kwanza ni Black Crow. Tunayoiona hii ya kwanza ni Black Crow, ambapo kendo ya kwanza ilikuwa ni bullish, ambapo ilifunga eneo fulani pale, lakini sellers wakaja kwa power kubwa, ambapo hili eneo lote hapa waliacha kama gap. Sellers wakaja kufungukia eneo fulani pale na wakapush price down zaidi ya lile eneo ambalo wale buyers walianzia. Kwa hiyo tunapokuwa na hii formation mpaka wakati ule price inafunga, tunakuja kuona sellers ndio walikuwa wametake control ya direction ya thamani. Kwa hiyo tunachotarajia ni mwendelezo wa thamani kuendelea kushuka, ambapo thamani katika kendo itakayofuata inaweza kapanda mpaka eneo fulani ikafunga hapo, lakini mara nyingi tunatarajia isivuke 50% ya hizi kendo za nyuma. Ikizidi ikafunga juu ya hapo, itakuwa inatupa ujumbe wa tofauti na kile tulichokitarajia. Ujumbe tutakaotarajia ni wa ile kendo ambayo iko ndani ya hizi za nyuma, au kuwe na kendo ambayo moja kwa moja ni mwendelezo wa kuendelea kusell. Hapo tutakuwa na uwezo wa kuchukua sell trade, ambapo hiyo sell trade tutaichukua wakati one Black Crow imetengenezwa kwenye long term downtrend, pametokea short term uptrend. Katika hili eneo hapa patokee na one Black Crow, kwa tutachukua sell trade ikiwa kama mwendelezo wa kusell. Hapa ndio tutachukua trade, tunaendelea kusell ikiwa kama mwendelezo wa hii previous trend. Ndivyo ambavyo tutakavyotumia hiyo ambayo tunaita the one Black Crow. Lakini tukija kwenye soldier now, tukija kwenye one white soldier, kwenye one white soldier now, ngoja tuone the one white soldier. One white soldier ni kitu kama hicho, ambapo kutakuwa na bearish candle ambayo imekam before, alafu baadaye kuna bullish candle imekam after. Lakini kinachotokea, bearish ilifunguka katika eneo hilo, sellers wakapush price down mpaka eneo hilo, buyers wakaja kwa power kubwa mpaka wakaacha kama gap. Hii tuna interpret kama gap kwa sababu kwa hali ya kawaida buyers ilibidi waanzie kwenye hili eneo, lakini wameanzia katika eneo ambalo ni la juu. Kwa hili eneo la katikati tunaita kama gap. Kwa hiyo nao kama wameacha gap, manake wameingia kwa power kubwa, na baadaye wametake control, wameenda kufunga eneo la juu zaidi ya kule ambako sellers walianzia. Kwa hiyo mpaka hizi kendo mbili zinafunga, tunatarajia buyers ndio walikuwa wametake control ya direction ya price. Kwa kama buyers wametake control, basi tunatarajia kendo inayofuata inaweza kuwa ni bearish, lakini isivuke eneo ambalo hawa wawili wapo, iwe ndani ya hili eneo. Lakini pia kendo nyingine ambayo tunatarajia itokee ni ile ambayo inaweza kuwa ni mwendelezo wa bullish, maanake itaendelea kuwa ina buy. Kwa baada ya hiyo kendo inayofuata hapa, maanake baada ya one white soldier, kendo inayofuata kama haitakuwa imefunika hii pattern yote, basi itakuwa ni indication ya kuweza kuingia kwenye buy trade. Inayofuata sio lazima iwe bullish, inaweza kafunga ikiwa kama bearish, lakini iko ndani ya pattern. Kwa tunakuwa na uwezo wa kuchukua buy trade, ambapo nao hii pattern inatakiwa itokee sehemu gani? Tuwe na long term uptrend, pawe na short term downtrend, halafu pattern yetu iwe formed katika hili eneo. Basi hapa ndipo ambapo tutakuwa na uwezo wa kuingia kwenye buy trade, ikiwa kama mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea huku nyuma, basi tutaingia kwenye buy trade. Hivi ndivyo utakavyotumia the one white soldier. Kwa tumemaliza kwenye hiyo pattern ya one white soldier na Black Crow. Tuendelee kwenye pattern nyingine, ambapo hiyo ni ndani ya DAI. Bado tunaendelea ndani ya DAI, ambapo kwenye DAI sehemu ya mwisho tutaangalia kuhusiana na engulfing. Tutaangalia kuhusiana na engulfing candles.
tutaangalia kuhusiana na engulfing candles, ambapo engulfing candles ziko za namna mbili, ambapo tuna bullish engulfing, lakini pia tuna kategori ya pili ambayo inaita kama bearish engulfing, ambapo katika hizo kategori mbili, bullish na bearish engulfing, ni kwamba kila moja inakuwa inabeba ujumbe wa mwelekeo wa soko katika wakati fulani. Kwa ukisema ni bearish engulfing, ni pale ambapo bearish candle, engulf ni kama imemeza, tunavyoongelea engulf ni kama imemeza. Kwa ukisema the bullish engulfing, maanake bullish candle imeimeza candle nyingine, alafu na bearish engulfing maanake bearish candle imeimeza candle nyingine. Kwa hiyo kama hii tunayoiona hapa, hii ni bullish engulfing, ambapo hii nyeupe ni bullish candle ambayo imeingulf bearish candle. Kwa bearish candle imekuwa engulfed. Kwa kuwa engulfed, na the way formation inavyokuwa imekaa hapa ni kwamba sellers walikuwa na push down, lakini hawakuwa na power kubwa ya kupush. Kuna wakati wakawa na power ambayo ni strongly, ambapo hii tunafafanua ni kama gap. Wakati huo sasa wamefanya gap, ni wakati ambao ilikuwa inafunguka hii candle ambao haikuwa na uwezo kaenda kupush down. Buyers wali take control, wakaipush up na wakaenda kufunga katika thamani ambayo ni ya juu zaidi hata ya pale ambapo sellers walianzia. Kwa mpaka hizi candle mbili zinafunga, basi tunategemea buyers ndo walikuwa wametake control. Mpaka hizi candle mbili zinafunga, tunasema buyers walikuwa wametake control, maanake wamedominate ule uelekeo wa price. Kwa kama buyers walikuwa wamedominate, ndio maana hii inaita ni bullish engulfing, na inakuwa ina indicate bullish momentum. Kwa ni wakati ambao tutakuwa tunategemea tuna uwezo wa kuingia kwenye buy trades, lakini tutaingia kwenye buy trade kama endapo itatokea candle inayofuata iko ndani ya hii pattern, iko labda kwenye 50%, haijaweza kwenda zaidi ikafunika hii pattern. Kama itafunika hii pattern, basi haitakuwa na hiyo maana. Inatakiwa uone iko ndani ya pattern, ambapo ndio itakuwa ni inakuwa ni kiashiria kikubwa cha mwendelezo wa kubai. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tutatakiwa tuone the bullish engulfing. Lakini inatakiwa itokee eneo gani? Tunatakiwa tulikuwa na uptrend, kwa sababu lengo ni kutrade in a direction of a trend. Kwa lazima tuna uptrend, pawe pana pullback ya muda mfupi, halafu kwenye hiyo pullback ndipo ambapo hiyo pattern itakuja kutokea. Kwa baadaye tutakuwa tuna buy ikiwa kama mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea kwenye hii trendi ya nyuma. Hivi ndivyo ambavyo utakuna trade kwa kutumia a bullish engulfing. Lakini pia tuna bearish engulfing. Tunaendelea jamani, session inaweza kuwa ni ndefu, lakini vitu vizuri lazima viwe vinachosha. Kwa hiyo inaweza kawa ni ndefu inachosha, lakini hatuwezi kuirahisisha ikawa rahisi alafu kumbe vitu vya msingi unavikosa. Kwa acha ichoshe, lakini uwe unavipata vitu vya msingi vyote. Kwa tukija kwenye bearish engulfing, tunategemea tutakuwa tuna bullish candle ambayo imecome first, alafu then tuna bearish candle ambayo imeifunika ile bullish, ambapo saikolojia yake ni vile kwamba wakati hii inafunga hii candle ya pili, manake sellers walikuwa wametake control. Kama sellers wametake control, manake tutakuja kuona kwamba ile candle inayofuata iwe ndani ya pattern, alafu ziendelee zingine kudrop, ambapo ikiwa ni kama indicator ya sisi kuendelea kusell. Kwa kikubwa bearish engulfing inakuwa ni indicator ya kusell, ambapo tuna sell ikiwa kama mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea nyuma. Kwa tunatarajia hii candlestick pattern itakuwa ni sahihi endapo itatokea kwenye long term downtrend, palitokea pullback ya muda mfupi, halafu katika hili eneo hapa patokee bearish engulfing, basi tutakuwa tuna sell ikiwa kama mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea huku previously. Ndivyo ambavyo tutakavyoitumia bearish engulfing candle. Hivyo ndivyo mambo ambavyo yanakwenda kuhusiana na engulfing candles, na hapo ndo tumemaliza kuhusiana na die candlestick patterns.
Kinachofuata hapa ni try candlestick patterns. Kinachofuata hapa ni kuona kuhusiana na try candlestick patterns, ambapo tukisema try candlestick patterns manake tunaongelea zile candlestick patterns ambapo tunafafanua mpangilio wa kendo tatu kwa wakati mmoja. Manake price chart iko na kendo nyingi, lakini sisi tunazokuwa tunazitazama kwa wakati fulani ni kendo tatu. Hapo hiyo ndo tunaita the try candlestick patterns. Mimi naiandika tu kwa kifupi. Try means 3. Tatu, manake ziko tatu. Try candlestick patterns. Ambapo kwenye try candlestick patterns tutaziangalia aina mbili, ambapo kuna aina ya kwanza naita kama morning star. Aina ya kwanza, na aina ya pili tunaita kama evening star. Hizo ni aina mbili ya try candlestick patterns, ni morning star pamoja na evening star. Ngoja twende straight tuweze kuziona hizo pattern ni vitu vya namna gani. Hii tunayoitazama hapa ni morning star, ambapo morning star inaundwa na bearish candle ambayo ina come first. Alafu kutakuwa na kendo nyingine katikati ambayo inaweza kuwa ni bearish au bullish. Alafu baada ya hapo inakuja bullish candle, ambapo now kendo ya katikati inakuwa na size ndogo, body yake ni ndogo, lakini bearish candle na ile bullish candle zinaweza kuwa za size sawa au zikawa na utofauti, lakini inabidi ziwe kubwa kuliko ile kendo ya katikati. Ambapo kinachotokea ni kwamba sellers walikuwa na push price down, alafu wakaja kwenye hii kendo ya katikati, panakuwa ni kama wana spine, yani ni kama kuna indecision fulani, hakuna mwelekeo kamili. Kwa sellers wanaweza kapush just little bit, au wanaweza kuja buyers wakapush little bit. Kwa hiyo inategemeana, ndio maana tumesema hii ya katikati inaweza kuwa ni bullish au bearish, kwa maana ya kwamba buyers au sellers wao wanakuwa na push just little bit, hawaendi mbali zaidi. Lakini baada ya pale wanakuja buyers, wana take control, wanakuja buyers powerfully, wana pull up, push up, wakipandisha price. Manake mpaka hii price ilipokuwa inafunga, tunaona kwamba buyers walikuwa wametake control, wakaja kufunga katika eneo la juu sana. Kwa tunachokitarajia kendo inayofuata ndo itatupa, tunaita kama confirmations ya kitu gani tunaweza tukafanya, ambapo hii huwa inaonyesha bullish momentum, kwamba tunaweza tukachukua buy trades. Kwa kama tutakuwa na uwezo wa kuchukua buy trades, kinachotokea kendo inayofuata inabidi iwe ndani ya pattern au iendelee kuwa ni bullish, isiwe kendo ambayo itaifunika hii pattern kwa kusell, yani iwe ni bearish ambayo imezidi kwenye hii pattern. Kama itazidi kwenye hii pattern, basi haitakuwa imetupa maana ya morning star, hii itakuwa ni kitu kingine tofauti. Na tunategemea morning star itokee sehemu gani? Ni kwamba tunatakiwa tuwe tuna uptrend ya muda mrefu, thamani na correct kwa wakati fulani, halafu hiyo formation ndo tunataka tuje tuione katika hili eneo. Hapo ndo tutasema tunayo morning star ambayo inaturuhusu moja kwa moja kuingia kwenye trade kubuy, ili tuweze kuwa tunafanya mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea huku mwanzo. Ndivyo ambavyo tutatrade morning star. Lakini pia tuna hiyo aina ya pili ya try ambayo ni evening star. Evening star ni kinyume cha morning star. Jinsi ambavyo morning star inavyotengenezwa, basi kinyume chake ndivyo ambavyo evening star inavyokuwa inatengenezwa. Ambapo kwenye evening star tunatarajia kwamba kutaanza na bullish candle, ambapo bullish candle tunasema ina come first, alafu then kunakuwa na middle candle ambayo usually pia tunaweza kusema ikawa bullish au bearish, ambapo itaonyesha indecision. Lakini baada ya hiyo hali ya kutokuwa na maamuzi sahihi ya uelekeo, wanakuja sellers, wana take control, wanaonyesha mwelekeo. Basi sellers wakitake control, moja kwa moja tunatarajia kwamba bearish momentum inakuwa tayari imejijenga hapo. Kwa hiyo kendo inayofuata tunategemea isifunike hili eneo la hii pattern, iwe ndani ya pattern, au iwe ni kendo ambayo moja kwa moja ni bearish, ikiindicate mwendelezo wa kusell. Ambapo mwendelezo huo wa kusell inakuwa ni kitu ambacho, manake tunategemea evening star ambayo itakuwa iko sahihi,
ni ile ambayo itatokea kwenye long term downtrend, panakuwa na pullback ya muda mfupi, halafu pawe na hiyo formation, pawe na hiyo formation, pawe na hiyo formation. Hii ni bearish candle. Kwa hiyo baada ya hiyo bearish candle tunategemea hapa mwendelezo wake ni kusell, ikiwa kama continuation ya kile ambacho kilikuwa kinatokea huku mwanzo. Ndivyo ambavyo utakavyoitumia evening star. Kwa hizo ndizo ambazo tunasema ni candlestick patterns zenye nguvu zaidi. Ziko aina nyingi sana za candlestick patterns. Kuna vitu kama three soldiers, three white soldiers, kuna three black crows, viko vitu kama hivyo. Ziko nao nyingi sana, lakini basically hapa nimejaribu kuzigusa zile ambazo mara nyingi huwa zinatokea na mara nyingi zinakuwa zimebeba ujumbe ambao ni rahisi kufafanua. Kwa hiyo ndio maana tumeziita ni pateni zenye nguvu zaidi. Kuwa na nguvu ni kwa maana ya kwamba ikitokea mara nyingi huwa ina uwezo wa kufanya ule uelekeo uende sawa sawa. Kwa ndivyo ambavyo utazitumia, lakini sio lazima utumie zote, ambapo kwenye mono kule unaweza kuchukua 2 au 3, dai nayo utachukua 2 labda, na try usually ziko 2, basi utazichukua zote, na zote huwa zinakuwa ni rahisi kuzifafanua. Kwa unaweza kaenda nazo kwa mtindo kama huo na ukaona soko kwako ni rahisi.